بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Muulizaji anauliza na katika kuuliza kwake ameanza na salamu, na sisi tunaitikia salamu alaykum wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani ya swala lake anauliza kama hivi ifuatavyo: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikhuna al-Fadil Abu Muhammad, Allah akuzidishie khairi na kuhifadhi na kuzidishie wepesi katika mambo yako. Afwan kidogo ustadhi wangu, nilikuwa niko na swali. Sheikh imamu anaswalisha witri, lakini anaifanya kama salatul maghrib, anaifanya swala kama salatul maghrib, yani anaichanganya, yani anaifanya na tashahudi mbili. Nilikuwa naomba, na je, nikimfuata kwa hili, sababu je unaruhusiwa yani kumfuata kwa hili mpaka mwisho pale makaswali nayo mbili? Naam, bila shaka tumemsikia muulizaji ameuliza swali kuhusiana na swala ya witri, kuwa na swali lakini anamfuata imamu, na imamu kwamba anaswali kama vile ambavyo swala magharibi inavyoswaliwa. Kwanza, swala ya witri yenye rakaa tatu inatakiana iswaliwe kwa tahiyatu moja tu, isiswaliwe kwa tahiyatu mbili. Kwa maana ukiswali swala ya witri, basi uswali hali ya kuwa unaswali raka ya kwanza, ya pili, ya tatu raka mwisho ndo unakuja kaa tahiyatu. Unasoma ile tahiyatu mwanzo mpaka mwisho, kisha unatoa salamu. Hiyo ni kaifia, na zipo kaifia nyingine ambayo unaswali raka mbili, unatoa salamu, kisha unakuja kumalizia ile raka moja ya mwisho. Waliulizwa wanachuoni kuhusiana na swali kama hili, akiwemo al-Allama Ibn Baz alayhi rahmatun min Allah, akasema al-Allama Ibn Baz, yukrahu an tusalla ka salati al-maghrib, panachukizwa kuswaliwa witri kama swala ya maghrib, liannahu jaa fi ba'd al-ahadith, kwa sababu imekuja katika baadhi ya hadithi annahyu an dhalika, katazo ambalo linahusiana na jambo hilo, kufanya swala ya witri kuwa ni sawa na swala maghrib au kuswaliwa kama vile inavyoswaliwa swala maghrib. Limekuja katazo kusanya jambo hilo. Walakin yusalli ithnatayn, lakini ataswali raka mbili, thumma yusallim, kisha atatoa salam, thumma yusalli alwitra wahida, kisha ataswali raka moja ya witri. Hadha huwa alafdal, hili ndo bora ambalo lokuwa bora zaidi. Taslimataini, yusalli ithnatayn, ataswali raka mbili au akthar au zaidi hapo, thumma yutiru biwahida, kisha atawitirisha kwa raka moja. Wa in salla thalathan jami'an, na ikiwa kwamba ataswali zote tatu, saradaha sardan, akazitiririsha zote tatu, akadhibiti kwa kuzileta zote tatu, walam yajlis illa fi akhiriha, na ikawa hakukaa isipokuwa katika mwisho wake, fala ba'sa bidhalika, hakuna ubaya katika jambo hilo. Fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, alifanya hilo mtume sallallahu alayhi wasallam. Yasridu thalath sardan, mtume alizileta raka tatu zote kwa pamoja. La yajlisu fi thaniya kal maghrib, hakukaa katika raka ya pili kama maghribi, kwa maana hakukaa katika raka ya pili, bali alikuja kaa raka tatu. Au vile vile maana nyingine kwamba yasridu thalatha, mwenye kuswali ataleta raka tatu sardan, zote tazitirisha kwa pamoja. La yajlisu, hatokaa fi thaniya katika raka ya pili kal maghrib, kama vile inavyoswaliwa swala maghrib. La, kufanya hivyo ni jambo ambalo kwa sila sawa, kwa maana asikae katika raka ya pili tahiyatu. Walakin yasridu thalatha sardan, lakini ataleta raka tatu zote zile tazitirisha, taziswali zote tatu. Thumma yajlisu fil akhira, kisha atakaa katika tahiyatu ya mwisho, atasoma tahiyatu, yaqra tahiyatu, atasoma tahiyatu, wa yusalli ala nabii, kisha atamsalia mtume sallam, thumma yad'u ma yassara Allah, thumma yusallim, kisha ataomba dua, kisha atatoa salam. Hadha la ba'sa bihi, jambo hili hakuna ubaya katika masala hayo. Kwa hiyo kwanza ifahamike kwamba jambo la kuswali rakaa tatu za witri inatakana kwamba ziswaliwe tatu bila kukaliwa tahiyatu katikati, yani kwa maana paswaliwe hivyo. Na linachukizwa, maana si jambo ambalo kwa la sawa wala si katika sheria kuswali
kama vile ambavyo inavyoswaliwa swala magharibi, swala ya witri kiswali kama vile inavyoswaliwa swala magharibi, ni jambo ambalo lilokuwa sila sawa. Lakini hapa kuna masala, labda wewe ukamfata mtu ambaye alichelewa kuswali swala ya magharibi, ukaswali wewe nyuma yake, wewe unaswali witri, yeye anaswali magharibi. Haya ni masala mengine. Kwanza haitakikani imam kwamba anaswali witri akawasalisha watu witri kama magharibi, hilo jambo ambalo halitakikani. Akifanya hivyo maana yake atakuwa anafanya jambo lilokuwa la makosa. Lakini tujalie kwamba labda kuna mtu alipitikiwa na usiku, baada ya kupitikiwa na usiku usiku ukasogea, matokezo yake kwamba akafanya jamu taakhir baina swala ya maghrib na swala ya isha. Kwa hiyo wewe ukaja kumfuata katika swala ya maghrib hali ya kuwa kwamba wewe waswali swala ya sunna. Jambo hili wanachuoni vile vile wameeleza. Ukienda katika kitabu at-Tamhid cha Ibn Abdul Barri, ameeleza kuhusiana kwanza kufaa swala ya sunna, mtu ambaye anaswali swala ya sunna kumfuata mtu ambaye anaswali swala ya fardhi. Wakasema wanachuoni, wala haraj an yusalli almuslim alwitra 3 rak'at khalfa man yusalli almaghriba, hakuna ubaya kwa muislam kuswali witri rakaa 3 nyuma ya yule ambaye anaswali maghrib, lianahu tasihu salatu almutanaffil waraa man yusalli alfardha, kwa sababu inasihi swala ya sunna kuswali nyuma yule ambaye anaswali swala fardhi, kama qala bidhalika jamaahir ulama, kama alivyosema hivyo wengi katika wanachuoni. Qala Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala, qalu, wakasema, wa salatu almutanaffil khalfa man yusalli alfaridha fala yakhtalifuna fi jawaziha, swala ya yule mwenye kuswali swala ya sunna akaswali nyuma yule ambaye mwenye kuswali swala fardhi, la yakhtalifuna fi jawaziha, hawajakhtalifiana na chuoni kuhusiana na kujuzu kwake. Kwa maana inafaa labda yule akaswali maghrib, wewe ukaswali witri, kwa hiyo ukamfuata katika wakati ule, basi ni jambo ambalo linakuwa hakuna ubaya kwa wakati ule. Wala yadhurru almusalli, wakaendelea kusema wanachuoni, wala yadhurru almusalli lilwitri, wala haimdhuru yule ambaye mwenye kuswali witri, annahu sayazidu tashahuda baada rak'ati thaniya, kwamba yeye atazidisha tashahudu baada ya rakaa ya pili, liannahu mutabi'u lilimam, kwa sababu yeye anahesabika kwamba kumfuata imam, kama law salla almuslim al-isha, manake ni sasa kama muislam kwamba ameswali swala isha khalfa man yusalli al-maghrib, nyuma yule ambaye alikuwa ameswali maghrib, fayazidu tashahudan, akazidisha tashahud, wa madhalika tasihu salatuhu, pamoja na hayo itasihi sala yake. Na kuna maelezo mengi ambayo yapo wanachuoni wakaeleza baadaye vile vile. Kwa hiyo alhasil wakasema kwamba annahu la haraja min salati alwitr khalfa man yusalli almaghriba wa in kana sayati bitashahudaini, kwamba hakuna ubaya kuhusiana na swala ya witri mtu ambaye akiswali nyuma yule ambaye anaswali swala maghrib, wa in kana sayati bitashahudaini, ijapokuwa kwamba ataleta tashahudu mbili, lianahu yasuhu fil itimami, kwa sababu anasema inajuzu katika kufuata, mala yasuhu fil infirad, katika yale ambayo yalikuwa hajuzu katika hali ambayo ya upweke. Manake fil itimami, katika jambo la kufuata inajuzu, mala yasuhu fil infirad, yale ambayo yalikuwa hayajuzu katika hali ya nini, katika hali ya kupwekeka. Kwa maana akiswali imamu akawa anaswali witri, anawaswalisha watu witri, basi haitakikani kukaa tahiyatu katika rakaa ya pili, kwa sababu anaswalisha witri. Lakini ikawa kwamba wewe unaswali witri lakini ukamfuata imamu ambaye anaswali maghrib, na mfano tumetoa kwamba labda huyu imamu amefanya jamu taakhir, amechelewesha magharibi akaja kuswali ndani akatoa isha, kwa hiyo wewe ukamfuata anaswali magharibi, wewe ukaswali witri yako nyuma yake yeye, basi inajuzu kumfuata, na wanachuoni wameeleza hayo, hata ikiwa kwamba wewe utakaa tahiyatu ya pili, katika hali hiyo, katika namna hiyo itafaa kumfuata. Lakini haitofaa imamu akaijalia swala ya witri kama vile swala ya magharibi. Jambo hilo ni jambo ambalo lilokuwa sila sawa. Kwa hiyo kwa mnasaba wa swali, ikiwa imamu anaswalisha witri na maamuma anafuata witri, haitofaa imamu kuijalia swala ya witri kama vile swala ya magharibi akakaa tahiyatu, kwa sababu si katika mwenendo na
atakuwa anafanya makosa kufanya kwake hivyo, anatakana kwamba fahamishwe, elimishwe kwamba swala witri haiswaliwi hivyo. Lakini masala mengine, ikiwa kwamba wewe umemfuata imamu ambaye anaswali swala fardhi ya maghribi na wewe uko unaswali witri, swala ya sunna, basi katika hali kama hiyo inafaa. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.